Mtazamaji wa Stein TV, karibu sana katika meza ya majadiliano, na leo tumepata bahati ya kutembelewa na mgeni katika studio zetu, na huyu ni mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Kagera lakini pia na kanda, na huyu ni Mr. Nicolaus Jovin Basimaki. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza masuala yanayohusiana na jumuiya yenyewe ya wafanyabiashara, lakini pia na hali ya kibiashara katika mkoa wa Kagera lakini na katika kanda. Masuala kadhaa tutayagusia, na yuko hapa kwa ajili ya kutoa ufafanuzi kwa yale ambayo pengine yanaweza kuwa ni changamoto kwenye kujiuliza kwako, hili linakwendaje, hili liko vipi. Na kama ambavyo unafahamu, sekta ya biashara ni sekta pana sana na roho ya uchumi wa Tanzania. Mheshimiwa Nicolaus Jovin Basimaki, karibu sana kwenye studio zetu. Asante sana. Tunakutambua kama mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Kagera lakini kanda. Sasa tuanzie hapo kwenye kanda. Kanda inahusisha maeneo yapi pengine? Maana mwingine anaweza kuwa kanda ya Ziwa Kaisi, labda yuko Mara Kaisi na unamhusu wewe. Karibu. Ndugu mtangazaji, kwanza majina yangu naitwa Nicolaus Jovin Basimaki kama ulivyonitambulisha. Lakini vile vile ni mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Kagera na kanda ya Ziwa, kanda A. Okay. Hapo awali nilikuwa ni mwenyekiti wa kanda kwa maana mikoa 6 ya Ziwa Victoria. Sahi. Lakini kwa sababu ya ufanisi na majukumu ikabidi sasa tugawane kidogo na wenzangu. Basi mimi nibaki katika mikoa 3 ambayo ni Kagera, Geita na Shinyanga. Na jumuiya ya wafanyabiashara ina muundo wake. Tunajua we ni mwenyekiti. Sasa majukumu yako ya msingi hasa ni yapi? Pengine naweza kana jiuliza, mwenyekiti majukumu yake ni yapi? Mimi kwanza nikushukuru. Ni jambo la msingi sana, maana watu wengi wanafikiri tupo wengi hawajui majukumu yetu. Kimi na majukumu mahususi kama mwenyekiti ambayo katika jumuiya mimi ni kiongozi mkuu katika mkoa lakini vile vile katika kanda. Lakini moja ya majukumu makubwa katika mkoa ni kuoversee changamoto za wafanyabiashara na kuwa daraja kati ya wafanyabiashara au wanajumuiya na serikali. Lakini eneo lingine ni kusimamia vikao, lakini vile vile kutoa maoni, kutoa miongozo na mikakati ambayo inajenga ushirikiano na serikali na kutatua changamoto za kibiashara ili kuboresha mazingira ya uwekezaji. Lakini moja ya jukumu lingine ni kuwa mwakilishi. Ni uwakilishi kwa maana ya sasa sisi kama private sector, wadau wa private sector. Sasa mimi ni mwakilishi wa wanajumuiya pamoja na wafanyabiashara kwenye vikao mbalimbali na mambo kama hayo. Lakini kazi na kubwa sana ambayo niko nayo kama mwenyekiti ni kutetea maslahi ya wafanyabiashara. Na hapa ni kuwasilisha kero, maoni na ushauri wa wafanyabiashara kwa mamlaka husika kama za kuboresha taratibu, kanuni, miongozo na sera za uchumi zilizopo na za usimamizi biashara. Sahihi. Na unasema unawaongoza wafanyabiashara wa aina gani? Maana tu kuna mtu mwingine anaweza akashindwa kutofautisha wafanyabiashara, wajasiriamali wadogo wadogo. Hizo ni lugha ambazo tumezizoea, maana kuna mama ntilie, kuna wanaouza uji, kuna wanaouza kahawa, kuna wawekezaji wakubwa wenye viwanda na makampuni. Ni unawakilisha hao wote au ni kuna level ama aina ya wafanyabiashara ambao? Kwanza jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania imejengwa kwa misingi na moja ya msingi ni pamoja na wale wenye sifa ya kuwa wanajumuiya. Ni wale ambao tunajua ni wafanyabiashara, lakini tutatambua wafanyabiashara kwa mujibu wa taratibu zilizokuwa nazo au sheria zetu. Ni mwenye tini namba na leseni ya biashara. Sasa anaweza kuwa mdogo, wakati
mkubwa, anaweza kuwa mzalishaji, mchuuzi, au hata mkulima, mfugaji, wote hao na wafanya biashara. Mradi biashara ile imerasimishwa. Hata kwa njia ya kawaida, hata mtu kuwa na TIN number ya biashara na leseni ile yote, ana sifa ya kuwa na hawe Mtanzania. Sasa hawe Mtanzania, ndiye naye mwenye kuwa na sifa ya kuwa mwana jumuiya, lakini na awe na umri wa kuanza miaka 18. Mheshimiwa, kwa sifa hizo ambazo umezitaja, tuzungumzie sasa kwenye mkoa wetu wa Kagera mahususi. Tuweke kando kwanza kanda. Ni kwa muda ambao umekuwa kwenye nafasi yako, unaridhika kwamba kwa sifa hizo ulizozitaja una kundi kweli la wafanyabiashara wote katika hii jumuiya, ama kuna watu ambao unadhani wako nje na wana sifa lakini hawako kwenye jumuiya pengine? Kwanza kabisa sisi jumuiya yetu ilianzishwa, na ili niseme kwa faida ya wasikilizaji na watazamaji, ilianzishwa mwaka 2014 rasmi, ndipo iliposajiliwa kisheria, na ilifikia hatua ya kusajiliwa kisheria baada ya kuwa jumuiya hii ilianzia Kariakoo, Dar es Salaam. Lakini kipindi kile, kwa sababu changamoto zilikuwa nyingi za kiforodha, za kikodi na zisizo za kikodi, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Kayanza Pinda akawa ameelekeza sasa ianzishwe au iundwe jumuiya ya wafanyabiashara ambayo itasemea changamoto za jumla kwa maana ya kitaifa. Kwa hiyo jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania imetokana na jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo. Kwa mwaka 2014 tumesajiliwa rasmi, na kwanza kaza. Kimoja ya changamoto ambayo tulikutana nayo ni hizi kukusanya, kuwa daraja ya changamoto za wafanyabiashara. Kwa hiyo wakati tunaanzisha jumuiya na huku tukipambana, tukiweka jitihada kubwa na nguvu kubwa katika kuhakikisha kuona vikwazo na changamoto zinaweza kutatuliwa na serikali. Na sasa katika kuifanya jumuiya sasa iwe kubwa, kwa sababu kila siku wafanyabiashara wanatokea wapya, mnafanyaje? Mna mpango ambao kwamba kila siku au baada ya muda fulani kuna wanachama wanaingia, au mpaka labda wale wafanyabiashara wasikie kama hivi mahojiano labda aje ofisini kujisajili? Ikoje? Kwanza kabisa sisi tunakaribisha wafanyabiashara wote kujisajili, lakini hata kabla hatujawakaribisha lazima wajue mnafanya nini. Na mimi nishukuru na nipongeze wanajumuiya wote ambao wamejisajili baada ya kuona jumuiya inafanya nini. Maana kazi kubwa ni kuwasilisha changamoto zao, lakini vile vile kuwalinki au kuwaunganisha na masoko au kuwaunganisha na wafanyabiashara wengine. Anaweza kuwa mfanyabiashara mkubwa anahitaji sapoti ya wafanyabiashara wakati, na wakati anahitaji sapoti ya mfanyabiashara mdogo, ana mdogo anahitaji sapoti ya mfanyabiashara wakati, na wakati anahitaji connection ya mkubwa. Kwa hiyo moja ya majukumu ambayo tuko nayo ni pamoja na kulinki watu, kwanza kukaa kwa pamoja, kuwa na platform ya pamoja, kukaa na kufikiri, lakini vile vile na kutengeneza mipango ambayo inaweza ikasaidia mwanajumuiya iwapo pale amejana na tumeanza. Kwa mfano tumeshaandaa mpango kazi ambao ni miaka 3 wa 25-28 ambao umeunganisha mambo mengi sana ambayo yatawasaidia wanajumuiya na wale wafanyabiashara ambao watakuwa wamejiunga. Na hivi karibuni nafikiri tutakuja kufanya validation, kwa maana ya kukaa na wadau mbalimbali, kwa sababu kama jumuiya tuweze kufanya kazi pekee. Tunahitaji mamlaka za serikali, taasisi za serikali, lakini vile vile taasisi za fedha, lakini wadau kama wa habari. Sasa lazima tuwe na
mkutano, utakuwa na mkutano ambao utajumuisha kwa ajili ya kuscrutinize yale mahitaji specific, lakini yapi tuanze nayo, yapi ni vikwazo kwetu, ili tubadilishe changamoto zile ziwe fursa ambayo mfanyabiashara atanufaika mwenyewe. Kwa mfanyabiashara ambaye yupo Ngara, yupo Karagwe, yupo Kyerwa, anahitaji pengine kupata taarifa zaidi za hii jumuiya, kujiunga ama kuwasilisha kero yako, mtawanyiko wa ofisi zenu ukoje, au mpaka aje makao makuu hapa ya mkoa? Kwanza swali lako ni nzuri sana, lakini nani la ufafanuzi na wafanyabiashara wengi wamekuwa wakiuliza kwamba wataka kujua muundo. Kwanza sisi jumuiya ya wafanyabiashara imeundwa katika ngazi ya mitaa, ngazi ya kata ya kibiashara za kibiashara, na mitaa ni maeneo ya kibiashara, lakini vile vile imeundwa katika ngazi ya wilaya, lakini ina ngazi ya mkoa, kanda, lakini na taifa, na ngazi ya taifa. Na taifa si Tanzania, ni Tanzania bara na visiwani, kwa maana ya Tanzania na Zanzibar. Okay. Kwa hiyo katika msingi wa swali lako ni kweli kwamba tunahitaji kuwa na ofisi kila mahali, lakini kwa sababu ile ambayo nimeeleza awali kwamba tumekuwa na changamoto zilizokuwa zinakabili maslahi ya wafanyabiashara, vikwazo vya kikodi na visivyo vya kikodi. Kwa hiyo yawezekana tumechelewa, hatujachelewa, ndo mkakati tuliokuwa nao, lakini ikabidi sasa tuanze lile ambalo lina kwa hiyo nafikiri wengi wamejiunga. Tuna magrupu mengi ya kuwasiliana, tunazo njia nyingine za siri kabisa za kuwasiliana, kupokea taarifa, na hili niseme, tunapokea taarifa nyingi sana, na unapokuwa kiongozi kama taarifa nyingi tuzipate, tufanye utafiti, tujiridhishe, lakini vile vile na kutunza siri za wafanyabiashara. Sahihi. Unafanya kazi katika mkoa ambao una mwingiliano wa watu kutoka mataifa tofauti tofauti, ni mkoa wa mpakani. Kwa vyovyote vile changamoto za kibiashara na hali ya kibiashara lazima itakuwa tofauti na mikoa mingine ambayo iko maeneo ya katikati mwa nchi. Kwa mkoa wa Kagera na mikoa hii ya mpakani ambako eneo lako unafanya kazi, hali ya kibiashara ikoje? Kuna utulivu kiasi gani? Mimi kwa sababu nianze na mkoa wangu wa Kagera, na niseme kwa sababu ni mkoa ambao uko pembezoni mwa nchi yetu, umekuwa na fursa nyingi sana. Yani mkoa ambao una potentiality nyingi sana, lakini mkoa ambao ulikumbwa na vikwazo vingine vya kikodi, vingine sio vya kikodi, kwa sababu ya kuwa mpakani. Na maana kuna mazingira kidogo ambayo ni mkoa ambao umejikuta huko kwenye control baada ya kuwa mkoa wa kuwezeshwa. Ni kwamba kwenye kudhibitiwa serikali na mamlaka na taasisi nyingi zipo, wakati mwingine zinadhibiti kuliko kuwezesha, yani control badala ya enable. So kutokana sana mapinduzi ya kiuchumi duniani na mifumo kubadilika, lakini vile vile na mahitaji, tunajikuta biashara hayu katika zoni moja. Biashara ni kitu ambacho kawaida, yani kiko kipana sana. Biashara zina sifa za kuwa na sifa moja kimataifa. Sasa kutokana na hizo friction, ninapoongea friction nafikiri nitaelewa kwamba kwa mfano kama mimi kwenye mkoa wangu tumekuwa na vikwazo. Kwa mfano kuna vizuizi barabarani, checkpoint nyingi, lakini wakati mwingine tunafikiria kwamba basi pamoja na hizo checkpoint unatafuta hata mantiki zinapungua wakati mwingine, na ndio maana serikali imetusikia, imekuwa na mikakati ambayo ya kuwezesha kuondoa vikwazo ambavyo visivyo vya kikodi na vikwazo vya kikodi. Kwa hiyo katika mkoa wetu umekumbwa na janga, lakini miaka ya nyuma, miaka ya 70, 60 na 70, mkoa huu ulikuwa mbali kiuchumi, ulikuwa unaingiliana
na masoko ya nchi jirani lakini sasa sijui kwa sababu gani kwa sababu mimi ni wajuzi sasa ukawa katika eneo ambalo uko kwenye control badala ya kuwezeshwa na tujue katika mkoa huu wa Kagera ni karibu sana na miji mikuu kama Kampala miji mikuu kama Kigali miji mikuu kama Bujumbura hii ni zoni ambayo tukafanya biashara sasa kwa sababu ya niseme ni changamoto sasa ambayo nasema serikali imetusikia imekuja na mikakati ambayo tunafikiri tunakwenda kuondoa hiyo mindset ambayo kwa kitawala mazingira ya biashara hasa hizo mpaka. Lakini jambo lingine tuna sababu sasa sote kwa pamoja sisi kama wadau wa private sector lakini na serikali kuwezesha biashara za mpakani. Sahihi. Kuna fursa nyingi sana. Juzi nimekuona Dar es Salaam uliwakilisha mkoa wa Kagera na kanda kwenye uzinduzi wa mpango wa maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Mkumbi tu tulikuwa na mkumbi mmoja. Kwa vyovyote vile wewe kama kiongozi mkuu wa jumuiya ya wafanyabiashara katika mipango kama hii ambayo serikali inakuja nayo inahitaji mawazo kutoka kwa wafanyabiashara wenyewe kupitia wawakilishi ambao ni ninyi. Katika mkumbi, kabla tujeje mkumbi tuangazie kidogo mkumbi 1. Kwa vyovyote vile kuna changamoto ambazo wafanyabiashara walikuwa wanakabiliana nazo ambazo zilikulazimisha katika andiko presentation yako kuyazungumzia yale. Mkumbi 1 ilibeba nini, lakini mkumbi 2 imekuja na nini ambacho imekisolve katika mkumbi 1? Kwanza kabla ya mkumbi 1 ipo mikakati ya kitaifa ilitangulia. Nyote ni mashahidi. Nakumbuka Mkukuta, Mkurabita, Mkuza upande wa Zanzibar. Lakini upo mpango mwingine ulijulikana kwa jina la BRN, Big Results Now. Sasa baadaye mkumbi 1 mkumbi 1 ulikuwa na malengo mazuri sana na nafikiri hata utekelezaji wake umeonesha dalili na ndio maana kupitia changamoto ambazo tumekutana nazo kama wafanyabiashara na wazalishaji imepelekea sasa kuwepo na mkumbi 2 na kama unakumbuka katika mikakati yote hiyo ilikuwa ikija na matokeo lakini changamoto kubwa ambayo tumekuwa tukipata zilikuwa zifanyiki tathmini kwa wakati. Sasa unakuta inaanzishwa mkakati lakini hakuna mkakati wa kuevaluate matokeo. Na ili challenge sana kwenye sheria zetu za kodi. Challenge sana kwenye sera yetu ya biashara taifa. Sera ya taifa tuliokuwa nayo sasa ni mwaka 2020, mwaka 2003. Zaidi ya miaka 20 na ngapi, 23. Kitu ambacho ni hatari. Mabadiliko ni kukicha kila siku. Changamoto za kiulimwengu, changamoto ziko nyingi. Mabadiliko ya teknolojia. Sasa inaonekana kwenye eneo hili kuna namna fani tuseme kwamba tulilala kidogo. Lakini tuliokuwa nayo hayo yote yamejadiliwa katika mkumbi 2 na yameelekezwa kabisa yafanyike. Na iwapo mkumbi 2 utekelezaji wake utaanza mara moja na utekelezaji wake ukashirikisha washirika wa biashara, washirika wa serikali ambao ndo sisi sekta binafsi, nchi hii itapiga hatua kubwa sana. Nchi hii itapiga hatua kubwa sana kiuchumi, kimiundombinu, lakini vile kiuwezo. Lakini sasa unakuta mipango mizuri inaandaliwa, inaandikwa, utekelezaji wake unakuwa ni changamoto. Huwezi kuamini mpaka sasa kuna baadhi ya wenzetu pande serikali wameshaanza
kulalamika kwamba sisi zipo statement zimetoka unasikia mnasema unajua sekta binafsi imependelewa. Hapana. Nchi zote zilizoendelea, kwa mfano tuna nchi ndogo sana lakini imepiga hatua sana kama nchi ya Georgia. Tuna Kenya wameenda sana. Kwa mfano naleta mfano wa Kenya na sababu Kenya wamerasimisha biashara zaidi ya sisi. Lakini ukiangalia nchi kubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki ni sisi Tanzania. Lakini haiwezekani tuna watu zaidi ya milioni 61 kwa mujibu wa sensa ya taifa. Lakini walipa kodi nchi hii bado wanatuambia ni milioni 2 hata wafiki milioni 3. Haiwezekani. So kwa hiyo kuna namna pale ambavyo tumechelewa na tunajichelewesha wenyewe. Sasa na sisi tukijaribu kuzungumza, wapo ambao wanafikiri sisi pengine tuna mawazo tofauti. Si kweli. Na sisi tunafanya uzalendo kwa sababu tunahitaji nchi iendelee. Na kwa muktadha huo mimi niseme watu wamebadilika. Sahi. Teknolojia imekuwa watu wanauelewa sasa. Kwa mimi niseme kwamba Mkumbi tu kwa sababu nimeshiriki kamilifu, nimeona zipo hatua zimechukuliwa za msingi, hatua 4 lakini zile zenyewe hatua za kipaumbele 11 na naweza kalizungumza hapa tupitishe kwa sababu mfanyabiashara angependa kujua. Kwa mfano hatua ya kwanza maboresho ya udhibiti wa sheria. Ya hatua hii ya maboresho ya sheria wenzetu sasa, najaribu kusema kama wenzetu wajue zaidi kwamba ni kitu kinaitwa regulatory reform. Sasa Mkumbi tu imeicapture hii. Sasa kama imeicapture, tunatarajia kupunguza gharama za utekelezaji na uendeshaji. Umeona? Lakini tunakusudia hatua hii tunakusudia iunganishe ukaguzi, coordinated inspection, si ndio? Na tunatarajia ipunguze tozo na ada kwa wafanyabiashara zinazoingiliana kati ya mamlaka za udhibiti. Na tunatarajia sheria ya uwekezaji wa biashara, tupate sheria ya uwekezaji wa biashara. Lakini lengo kubwa ni kuwezesha sheria mpya itakayo rasimisha tathmini au itawezesha kufanya tathmini ya athari ya udhibiti ya regulatory impact assessment. Ndio hichi kitu ambacho nimekizungumza. Juzi uliona kwenye tume ya Mheshimiwa Rais wakati inawasilisha walideclare kabisa kwamba ni zaidi ya miaka 35 toka tume ya Mzee Mtei hakujawahi kufanyika tathmini ya kina kama iliyofanya tume. Na hili namshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya tume ya masuala ya kikodi. Yes. Kwa hiyo kuna haja ya kufanya tathmini ya usimamizi na uratibu na ufuatiliaji katika taratibu za nchi na za kisheria tunazokuwa nazo. Kwa hiyo eneo lingine imetambua na imecapture mfumo wa leseni na watu wana mfumo wa leseni moja. Sahihi. Si ndio? Kuondoa hizi contradiction na lengo kubwa kuwezesha sekta binafsi wengine wanaita Kiswahili kizuri ni sekta za kioresera, wanasema single interface au one interface. Si ndio? Yani maana yake ni tunataka kuondoa visumbufu, ufuatiliaji, msururu, mambo mengi, kanuni nyingi, taratibu nyingi, wakati zote hizo zinalenga mtu mmoja. Na zinayemlenga sasa yule mtu ni yule mtu kidogo ambaye amejitafuta mwenyewe, amehangaika mwenyewe, kafanya ubunifu mwenyewe. Sasa akifika sehemu ya kwanza kuonekana
wanakuja msururu wa mamlaka na utitiri wa udhibiti, ada, tozo vinajitokeza. Kwa hiyo katika moja ya matarajio yetu ni mkumbi huu tunataka utekelezwe kwa kushirikiana kabisa na mbia ambayo ni private sector. Na haya tunayazungumza kwa sababu ipo dira ya taifa na hii mkumbi tu tume ya rais tunahitaji zijumuishwe kwa pamoja ili sasa tuweze nchi hii. Na hiyo ndio ilikuwa kauli ya Mheshimiwa Kitila Mkumbo, niliona anasema hizi ziunganishwe mkumbi na hii tume sijumuishwe ili kumwekea urahisi na wepesi mfanyabiashara na mwekezaji. Na katika muktadha huo mimi niseme kitu kimoja ambacho kimekuwa kileta changamoto kwenye maeneo yetu ni namna mfanyabiashara anapopatikana. Hakuna mekanizmu wala mkakati wa kumwandaa mfanyabiashara. Haupo katika nchi hii. Anajitengeneza mwenyewe, anazaliwa. Yani leo tumekuwa na mifumo ambayo inaenda kuua matajiri katika nchi hii. Ule tajiri anazaliwa na tajiri uletwa na Mungu. Na ukifuatilia hakuna mtu ambaye anaenda chuo maalum akasoma eti aende kuwa tajiri. Lakini sasa tunashangaa watu wanakuwa labda mtu aliomba kazi ya kutumikia wananchi au aliomba kazi ya kusimamia wananchi, anahitaji kuwa tajiri, anataka kuwa tajiri. Kumbe ili uwe tajiri unafanya biashara. Na historia iko wazi. Biashara inazaliwa ni talanta. Hasa tunazilindaje talanta? Ama tuweke mekanizmu ya taratibu nzuri. Kwa hiyo nachoweza kushukuru ni mkumbi tu imecapture hayo maeneo. Lakini eneo lingine la msingi ni mapinduzi ya kidijitali, digital transformation. Na hapa naweza kuzungumza tunahitaji tuwe na digital entry, single digital entry. Yani tuwe mimi napokuja kulipa kitu fulani nisio nimetoka naambiwa huku huyu anakutafuta. Hapana. Sasa kwa mimi moja ya jambo ambalo inabidi lazima nije nizungumze ni haya maandalizi mazuri, na nashukuru viongozi wetu wa serikali walioweza kutusikiliza. Na hapa nikwambie ndugu mtangazaji, ajenda hizi tulizianza mchakato huu tulianza muda mrefu. Nakumbuka Mheshimiwa Rais alifika hapa Kagera mwaka 2022 kikwazo na kizingiti kikubwa sana juu ya sheria ya service levy. Akaamua kabisa Watanzania wake, wananchi wake akawasamehe. Akasema basi turudi miaka miwili nyuma. Wala haikuwa gumzo, mambo yakaenda, watu furahi katamaraki. Sasa hilo linapita linakuja hili. Sasa kama mnatunga sheria hizo basi shirikisha. Sheria zinatungwa zinafichwa. Leo tuna sekta zaidi ya 26. Sisi tumefanya utafiti katika sekta 18. Tumegundua mambo mengi sana. Je, mfanya biashara huyu aliyetoka huko akaanza yeye na ubunifu wake na nini? Kweli hizo sheria zote tutasoma ataelewa. Kwa sababu sheria lazima tuwe two way. Kwa maana msimamizi na mtekelezaji wawe sawa. Leo msimamizi anapelekwa kwenye semina, mafunzo, wakati Mungu akulipwa. Lakini mtekelezaji from nowhere anatoa fata hii tunakuja na hiki. Ukimaliza kuhubiri umo na mnafanyaje? Kwa sababu haya ambayo kuna wafanyabiashara, wawekezaji wakubwa wakati na wadogo, haya mambo wanayasikia tu, na mwingine hata kuyasikia asiyasikie. Yani anakuja tu kukuta utekelezaji sasa unamwangukia, kuna hiki. Sasa kama jumuiya ya wafanyabiashara tunashukuru kwamba umekwenda kwenye hiyo platform, umewasilisha, lakini umechukua ya kuchukua. Mnafanyaje ili haya sasa yawafikie wanajumuiya? Cha kwanza ni kama hivi, ni ushukuru Stein Media kuona kuna umuhimu. Maana nyinyi mliona kwa vyombo vya habari tupata coverage nzuri. Namshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar aliyetufungulia kikao hicho nyeti sana cha kufanya validation, wataalamu wanazungumza kudhibitisha. Na ile ilikuwa ni katika pande zote mbili, pande za sekta za umma na sekta binafsi, kwamba je, yale maoni yote yaliyokusanywa
yamekuwa captured. Hapa sisi tumekuwa tuna changamoto ya capture design. Na hili mimi nieleza specific kama ongea capture design kwenye regulatory system imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo kwa kweli ni mimi nizungumza na nishukuru timu ile wataalamu iliyoundwa kwa ajili ya kukusanya maoni na kutengeneza mpango huu. Na sasa tunasema basi mpango huu katekelezeke. Tunapo lazima tuende kuisha sheria. Kwa mfano nimeongea pale kuna uboreshaji wa miundombinu ya TEHAMA. Hii ni eneo muhimu sana na imekuwa captured. Kuna maeneo mengine lazima tujue huduma kwa wateja, mfumo wa kidijitali unaojumuisha mawasiliano ya pande zote mbili. Lazima tuwepo na automated notification. Kwa mfano naomba nitoe mfano mmoja. Leo tuna mfumo unaitwa Tausi katika local government authority. Local government, yeah. Tausi ule mfumo wakati unaanzishwa sisi hatukushirikishwa kwamba ni kitu gani tuweke kiwe. Mwisho siku unakuja una control. Yani leo mimi wananiambia ni online tu, naenda naomba hafsa masuuli ndo apitishe eti mimi aniruhusu. Lakini tukienda mfumo huu umejengwa, yani unatakiwa ujengwe kisasa. Lakini tukienda kwenye sheria inayoruhusu kuanzisha kwa biashara sura namba 213 ambayo inataja shughuli za kibiashara. Na hii system dunia nzima zipo kodi, sio unaamka tu unasema naanzisha biashara fulani. Hapana, biashara zipo. Huwezi kuamini umeshinda kucapture business category. Leo mimi kwa mfano katika business category kwenye traders zipo sairi retailers, lakini zipo nani business, si zipo si motorbike, si nini, sote ziko, lakini umeshinda kucapture. Kuna ile nani specialized na specialized. Ukienda nani specialized umeshinda kucapture. Mtu anakuandika kwenye mfumo wa kisasa, anaandika kuendesha biashara ya shops. Ni kategori gani ya biashara? Unakuta mfumo wa labda naomba leseni na government. Terminology iliyotumika kutambua shughuli yangu haipo katika mfumo wa kimataifa. Haumo kwenye mfumo wa sheria. Na maana tumejitengenezea tu vitu tu tumeweka. Kwa hapo ni lazima utaongeza changamoto. Sasa utamesha ni vitu vingapi? Kuna aliye specialize, kuna nani specialize. Aliye specialize ile ina kategori yake ni jamii gani ya biashara. Lazima iwe na kiwango cha leseni kilichokwenda na si tu leseni unataja tu. Ana uwezo gani? Zipo kategori karibia 4. Zana za umeniuliza wafanyabiashara wadogo wakati na wakubwa. Lakini kuna wafanyabiashara wadogo sana ambao ni micro business, ambao ndio tunaowaita machinga, wadogo sana, wasio rasmi. Tuna wadogo small enterprise. Tunao medium enterprise. Sijui umepata vizuri, umenifahamu? Sasa tukioanisha yale makundi yote manne, kila kundi lina kategori yake ya biashara. Leo zipo biashara za huduma. Tunao vijana leo anateza fursa. Anaamua kutafuta taarifa. Taarifa inakuwa ni bidhaa. Leo mimi najua kitu bidhaa inauzwa sehemu fulani, wewe hujui. Lakini mimi nikikuonesha tu kidogo nikakudeliver nikakuletea, mimi napata percentage. This is a business. Business ni negotiation. Business ni namna ambavyo wewe umeona fursa. Ile ni biashara. Sasa na yenyewe zipo. Kategori ya biashara za huduma zipo. Kategori za huduma za professional zipo. Kategori za huduma hata za habari. Ni habari na zipo. Lakini leo naenda kujenga mfumo ambao una contradict na sheria mama. No. So katika mkumbi tu hii lazima imesitiza namna capture design, na hapa tunasitiza lazima tu capture uhalisia wa mazingira, ndipo tujenge mifumo ambayo natakiwa isimamie biashara. Kwenye tuko kwenye mabadiliko makubwa ambayo pengine umeainisha. Mimi najua unapokea kero kubwa sana
kubwa za kibiashara katika ofisi yako kwa wafanyabiashara wa Kagera, lakini pia na katika kanda. Mwaka jana tuliona kulikuwa na hiyo changamoto ya watu kufungiwa maduka. Nakumbuka wakati fulani ilikuja kuleta usumbufu kidogo. Kuna ni changamoto, sababu zake ndo kama hizi ambazo unazitaja, kutosomana kwa ofisi na mifumo na vitu kama hivyo. Kwa mfanyabiashara ambaye anasubiri kuona ni kitu gani ambacho kinaendelea, kero kama hizi ambazo ziko kwenye mazingira ya kila siku ya kibiashara zinakuwa addressed, kwa sababu tumeshuhudia ni kama zinajirudia. Yani unaweza kaupepo kanapita afu baadaye kanarudi. Sasa kuna kitu gani ambacho kinafanyika ili kuhakikisha tukiondoka kwenye changamoto tunaondoka jumla huko tunajua tumetoka? Mimi kwanza nizungumze kwanza nishukuru Ten Media ya kufungia biashara. Nashukuru sheria hiyo imefutwa. Na mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao tumekwenda mpaka bungeni. Tumekwenda mpaka kamati ya bunge ya kudumu, tumewasilisha. Tumekwenda, ninashukuru sana, nimefanya kaona TAMISEMI, kurugenzi TAMISEMI, tumeelekeza katibu mkuu, tukafanya kikao na mwisho siku hiyo sheria ikafutwa. Sura namba 290. Na ile sheria ilifuta sambamba mchakato ule ulifuta sambamba na sheria ya loading and offloading. Loading and offloading. Lakini vile vile nishukuru serikali, hata serikali. Ukweli ni kwamba changamoto hizi tumeanza muda mrefu. Sasa sisi tunaona kama serikali sasa hatua zake, na hii mimi niseme mapenzi yake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na namshukuru Waziri Kitila Mkumbo, lakini vile vile na Waziri Mkuu na Makamu wa Rais, nisimwache pengine kwa sababu sina platform ambayo nimekuwa naye, lakini katika hatua hizi za Waziri Mkuu, ofisi ya Waziri Mkuu, hatua hizi za Mheshimiwa Rais mwenyewe, nakumbuka ilitokea mwaka 2023 mgomo wa Kariakoo, ambapo na mimi nilishiriki platform ile kubwa. Ikaundwa kamati ya Waziri Mkuu, ikawa imechakata na kubaini hoja 41, hoja 6 zikiwa zinahitaji mabadiliko ya sheria, na hoja 35 zikiwa zinajielekeza kwenye sheria za usimamizi. Na baada ya hapa hawakuweka chochote, labda sheria moja tu, na yenyewe ilikuwa kubadilishwa 2024, sheria sheria ya huduma excise duty kwenye maji ilishtoka 63.80 mpaka shilingi 56 kwa lita kwenye maji ya kunywa. Just imagine. Yani mtu anaweka kodi kizingiti kwenye maji ya kunywa. Sasa mbali na hilo, baadaye ukatokea mgomo. Sisi Kagera hatukugoma, na wafanyabiashara kwa katika hilo walinisikiliza. Niliwaomba, jamani, msigome, subiri, tupo tunahangaika na serikali. Na nimshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa, jambo hili alishikilia mpaka tukatoka na maazimio 15 kati ya Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania na serikali, yaliyesomwa yale kwenye habari na maelezo kama mnakumbuka. Maazimio hayo ndio yakaja kutuondolea ile friction ya TRA dhidi kupeleka TRA mtaani, ukamata vitu nini, kuharasi. Na kama mnakumbuka hata kamishna mkuu alitolewa, akapelekwa kuwa mshauri wa rais, lakini akaja kamishna mkuu Mwenda anaenda vizuri, tunaenda kushirikiana naye, tutashauriana nao vizuri kidogo. TRA kwa namna ya kusikilizana kuna hali fulani, lakini si kwamba changamoto zimeisha, zipo zipo, lakini tunakusikilizana. Lakini tukirudi kwenye local government authority ni changamoto. Kwa mfano, unakwenda kutunga sheria inayokwenda kutoza kodi kwenye mtaji unaozunguka na mtaji ambao ujui huyu mfanyabiashara ameupataje, na mtaji ambao ni wa benki. Sasa si utamuua huyu, sasa tafirisika huyu. Sasa mambo mengine tukizungumza
watu wanafikiri labda sisi tuna, hapana, ni uwazi kabisa, lazima tuisaidie nchi, lazima tuseme. Kwa mimi nimekuwa miongoni kwa kweli katika timu ambayo imehangaika kitaifa kuhakikisha mambo haya yanabadilika. Na mimi nishukuru hatua zote serikali, tumekuwa karibu sana. Kwa hiyo tumekuwa daraja la wafanyabiashara kwenye haya. Kwa hiyo na matokeo haya ya Mkumbi, dira ya taifa miaka 50, kwanza imetoa kipaumbele. Dira ya taifa ya miaka 50 leo ina kipaumbele. Kipaumbele chake ni kuhakikisha ifikapo 2050 Tanzania, kila Mtanzania Tanzania atafikia kipato cha US dola trilioni 1 na 70% tunategemea sekta binafsi. Zamana biashara hizi za mchuuzi huyu, muuza andazi, muuza mamantilie, huyu muuza nguo, muuza nini, hawe amegrow kiasi ambacho nchi inaweza kuwa na kipato cha trilioni 1 USD. Kwa hiyo hii mipango hii ikijumuishwa na ikashirikisha katika utekelezaji, kwa maana uishaji wa kanuni, sheria, taratibu, tunaweza hata kuzidi kipato cha trilioni 1 kabla ya mwaka 2050. Kumekuwa na changamoto pia ya VAT yenyewe, pamoja na jitihada za serikali inafanya jitihada mara kwa mara, lakini kimeonekana ni kipengele ambacho kidogo watu wafanyabiashara wengine pengine sijajua ni kwamba hawana uelewa nacho au kuna changamoto gani. Wewe ni mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara, unaweza ukakizungumza vizuri kwa maslahi ya mfanyabiashara pengine ambaye unajua haya ni mahesabu ya makadirio, yanahitaji maarifa fulani. Ikimkuta mtu ambaye pengine ana haya maarifa muda mwingine, na pia mahesabu haya yanafanyika kwa wafanyabiashara katika makundi kulingana na mitaji yao, muda mwingine kwamba mtaji chini ya vitu kama hivyo. Kwanza mimi niseme umeniuliza jambo zuri sana kuhusiana na VAT. Wengi wanasema VAT analipa mlaji. Sasa kama analipa mlaji, huyu mkusanyaji kwa nini analalamika? Kama analipa kama analipa mlaji, kwa nini mkusanyaji analalamika? Ipo sababu pale. Sababu na imejificha tu. Mimi nashukuru Mungu nimekuwa kwenye eneo la kuifanyia utafiti hiyo VAT, hasa kwenye operation yake. VAT ni ongezeko la thamani, kodi ya thamani. Sasa kwetu Tanzania VAT inatozwa kwenye ongezeko la bei. Sio thamani. Thamani plus bei. Plus bei, yeah. Si ndio? Na sasa mtu mwenye sema hapana, unajua hatuna uelewa. Sasa sisi ndio tuko on ground, ndio tuna trade. Ni swala la msingi ambalo nimeuliza msema hivi. Kwa nini kama analipa mlaji, mimi si mkusanyaji, kwa nini nilalamike? Yaani anayekusanya ndo analalamika. Ndio, analalamika kwa sababu VAT namna inavyokusanywa haiweki usawa sokoni. Usawa wa bei na usawa wa biashara, ile fair competition sokoni. Kwa nini? Kwa sababu ambazo pengine watu wananufaika binafsi, kwa sababu kuna huyu analipa, huyu halipi, huyu yupo kwenye mfumo wa VAT, huyu hayupo kwenye mfumo wa VAT. Yote mnafanya biashara. Sasa mimi nitoe mfano wa nchi moja kama Uganda, pamoja na mambo mengine, wameweza kwenye eneo hilo. Uganda ile VAT imepelekwa kwenye chanzo cha bidhaa na kuanzia. Halafu huko nyewe mnajirudishia kwenye mnyororo wa thamani. Lakini unakuwa makini sana kudhibiti pale kwenye bidhaa na kuanzia. Na gharama ya udhibiti ule unakuwa ni gharama ndogo. Kuliko ambapo VAT uifuatilie kwenye thamani. Sasa sisi unakuta sokoni hakuna usawa. Sasa mimi naweza pata mali sina VAT, ninauza kawaida. Afu wewe umepata mali the same chanzo kile. Afu wewe umeongeza VAT ya 8. Kwetu tutapata usawa. Namna inavyotozwa hapa inasababisha na inachagiza wafanyabiashara kulipa kodi. Na hapa sisi tulisema ukweli.
mfumo wa kodi tuliokuwa nao sisi kwa sasa bila kufanyiwa maboresho na mabadiliko ya kina, basi watu wataenda kutoa rushwa, watu wataenda kunufaika binafsi. Lakini tukiweza na tukaweza kupunguza gharama za usimamizi, gharama za uendeshaji, gharama za ufuatiliaji, VAT inatakiwa itozwe kwenye chanzo, viwandani, mipakani, kwa maana ya forodha na kadhalika, viwanja vya ndege, vitu kama hivyo. Maana yake ni nini? Maana yake tushakubaliana na ile kodi ya VAT ni kodi msingi. Sasa mimi hata ikiwa 25% au 50% kama natoka kwenye chanzo, nina shida gani? Italeta ushindani sokoni, itapunguza bei za bidhaa, lakini itarahisisha nini? Lakini jambo lingine, mimi kwa sababu niseka sawa hapa, kwa sababu mimi ninaongoza kwenye eneo hili la mpakani, tunayo gharama kubwa ya uendeshaji wa biashara ambayo inatokana na taratibu na sheria zilizopo. Yani Kagera na Dar es Salaam sheria ni moja, lakini bei ya mafuta ambayo mafuta yanasimamiwa na mdhibiti ambaye anaitwa EURA, bei ya mafuta tofauti Kagera na Dar es Salaam, lakini manunuzi ya mafuta hayo ipo pesa ya umma. Vipo viwanda kama vya cement, upo uwekezaji wa umma. Lakini cement hapa 24, 25 Dar es Salaam pungufu bei sana. Nondo. Sasa kuna vikwazo ambavyo vinatokana na muundo wa sheria zetu na sababu ni upande mmoja wa serikali kujiona wao wanajua kuliko sisi watekelezaji wa sheria. Hivi nani mwenye kazi kubwa? Anayesimamia au anatekeleza? Mtekelezaji. Sasa anayetekeleza anatakiwa kujua, na anatakiwa ajue swala la elimu. Tunapoongea elimu, wakati wenzetu upande wa serikali au na mamlaka hawaelewi. Katika elimu pande mbili, lazima upande wa serikali tuwe na kitu kinaitwa retooling system. Lazima tuandae watu wenye uwezo. Kama mtu anaweza toke, haje mtu mwingine afanye, na si lazima ufanye kazi huko. Yawezekana wewe unafanya biashara, utoke huko ufanye biashara huko. Si ndio? Na kama biashara ni rahisi. Lakini sasa unakuta upande wa kwetu sisi, elimu sisi tunayoitaka nini? Elimu yetu ni kukubaliana na kuzijua sheria ambazo zinatungwa kwa ajili yetu. Mnafanya jitihada gani ya kuzifikia hizi ofisi ambazo ndio wasimamizi wa sheria, ili kuhakikisha watekelezaji wa sheria wanafanya kazi katika mazingira ambayo ni mepesi, kama mwenyekiti wa jumuiya, kwa sababu mwisho wa siku kero hizi lazima ziwe addressed? Jitihada zilizopo, mimi niseme jitihada ni nyingi sana. Nimetaja kule kwenye majukumu ya mwenyekiti, ndio vile ndio majukumu ya taasisi. Zipo jitihada mbalimbali za kuhimiza utendaji, kuhimiza mikakati, kushauri serikali. Tunashauri sana, tunakwenda kuongea ana kwa ana. Ni moja ya utekelezaji mahususi na napozungumza hivi serikali wanajua, wanajua tunazungumza ana kwa ana, tunazungumza kwenye vikao, tunashirikiana mahali pengine ambapo kuna leta unafuu. Lakini zipo jitihada zingine za kufanya mikutano. Na hapa niseme kwa mfano, zipo changamoto sasa za vikwazo kwenye upande wa service levy. Zipo changamoto kwenye forodha. Wafanyabiashara wameadresi, wamekuwa na changamoto ambazo sasa tunahitaji vikao vya dharura, kwa sababu tunajua kipindi kituchopo ni kipindi cha kwenda kufanikisha bajeti. Kwa vipo vikao vya task force on tax reform, kwa maana ya kuandaa FY mwaka wa fedha wa 26-27. Na hapa tuwa tunapendekeza, na hata kama Mheshimiwa Rais anaweza kutusaidia, ripoti hii ambayo imetokana na tume, lakini pamoja na hii mkumbi ya pili, lakini vile vile na katika kutekeleza dira ambayo inaanza kutekeleza tarehe 1 mwezi wa 7. Nafikiri zipo sheria ambazo takiwa ziwishwe hapa.
kama hizo ambazo tunataka kuzungumza specific Yeah, kama service levy kwa kweli haitekelezeki. Ni ngumu kutekelezeka kwa sababu inatoka kwenye mtaji unaozunguka. Yeah, yani mtu anakosa ule uwezo wa kulipa hiyo tozo au hiyo kodi na akaendelea kusurvive. Na tukisema hivi mwingine anasema unajua hapana. Unavyokwenda kupitia sheria au kusha sheria, lazima wadau au wahusika waijue sheria na mkae mkubaliane, hii inawezekana, haiwezekani. Hata mtu akia kufanya makosa sasa hawajibike kwa kosa ambalo anajua kwa kweli hii tumekubaliana na serikali. Hata raweze niseme tunachoweza mimi kukishauri kwa hii kwamba Mkumbi hatua za Mkumbi ziendelee kama ambavyo zimeuishwa au zimethibitishwa kwenye validation. Lakini eneo lingine mapendekezo ya tume wala mengine yahitaji kusubiri mchakato wa kina, yanatakiwa kuanza on spot katika sasa. Tunahitaji mapato ili tuweze kuendesha serikali yetu, ili tuweze kuwa na maendeleo kwenye eneo letu. Tunahitaji miundombinu, tunahitaji mapato. Kama tutafute kwa njia ya haraka kuongeza wigo wa kodi. Na ushauri tu tumeshauri serikali, tumefanya utafiti na tumetafiti ndani miaka mitatu tunaweza kuongeza ndani mwaka mmoja, yani wa haraka sana kuongeza zaidi ya trilioni 4. Na utafiti wetu tumeufanya. Kwa hiyo haya mabadiliko yote ambayo hatua nzuri za serikali ambayo imefikia, hasa viongozi waliko juu, chini kuna kitu kimoja nilikuwa nimekisahau ambayo imekuwa ni changamoto sana kwenye Mkumbi na Mkumbi tu imecapture hipo swala mindset. Ambao nadhani ni changamoto kubwa serikalini. Mindset. Yani mabadiliko, mtazamo wa kimabadiliko serikalini ndio sasa hivi ni changamoto. Kwa hiyo ndio maana nikasema tunahitaji retooling. Wanataka wapate elimu kama mtu aweza atoke. Yani huku sisi tunaona mambo yameshabadilika, kuna wengine huko hawataki kubadilika kabisa. Kwa na huo hautaki kuwa mchakato mrefu, amna wakati wa sasa utakwambia la kufanya. Kwa maana filosofia mmoja alisema wakati wa sasa utakwambia la kufanya. Swala la mindset ni pamoja na ile kutaka kubadilika. Kwa na ile imekuwa captured kwenye mpango tu. Kuna tozo hii ya taka ambayo imekuwa ni kero maeneo mengi sana, na siku chache zilizopita niliona mheshimiwa mkurugenzi wa manispaa ya Bukoba alikuwa anaizungumzia kwenye kikao na viongozi wa serikali za mitaa, viongozi wa mitaa kuona namna hii tozo ya taka na yenyewe imekuwa ni usumbufu. Ofisini kwako vitu kama hivi mnavijadili? Sisi tunajadili, tuna vikao, tuna baraza la biashara na wilaya, tuna kamati ya ushauri ya kodi ya wilaya, zipo DCC. Ndio hivyo changamoto, hata wakati mimi kushiriki RCC kidogo tunaalikwa. Sasa vikao vya kualikwa navyo hivi vina changamoto kwa sababu unapokwenda kualika unaenda kusupport ushiriki. Na ndio maana sasa hivi Mkumbi tu na maeneo mengine tunahitaji sisi sio alikwa washiriki, kwa sababu linawahusu moja kwa moja partners. Sahihi. Kwa hiyo nafikiri ndo hayo ambayo nilikuwa nakwambia, mtazamo ile mindset. Sahihi. Wakati tunahitimisha kuna sasa hivi kuna ujenzi wa miundombinu katika manispaa yetu ambao umelazimisha baadhi ya wafanyabiashara kuhamisha maeneo yao ya kibiashara na nini, ambao wengine mpaka sasa naamini hawajapata settlement nzuri ya kufanya biashara yao, na lazima itakuwa inawaathiri kwenye mitaji yao kutokana na kutokuwa na mazingira ambayo yanaeleweka kufanyia biashara. Kwa kifupi, kama jumuiya hili ofisini kwenu mnalifanyaje kuwasaidia? Mimi kwa kweli tunaenda kupaza sauti, lakini tunarudi kule kwa mazingira ya uwezeshaji. Miundombinu inajengwa, wakati miundombinu hujajengwa, kama ufanyike ushirikishwaji, zifanyike tathmini,
za kina, ile impact, ile assessment, wanaita wengine utafiti wa kina na nani unaitwaje, upembuzi yakinifu ya kina. Hizi athari hizi athari lazima zitathminiwe. Sasa wakati mwingine tunaanzisha muundombinu usioisha, na hili ni tatizo. Yani hatuwezi kuwa sisi tunapanga vitu ambavyo labda nataka mwaka mmoja hafu miaka mitano au miaka mitatu. Hii ni kurudisha maendeleo nyuma ya watu. Na nafikiri moja mabadiliko ambayo tunataka kufanya ni pamoja na hiyo, lakini hili linaweza kwenda sambamba na malipo ya wale wakandarasi, malipo ya wazabuni, madeni yasiyolipika serikalini. Kwa nini? Kwanza serikali mnakusanya fedha, sasa mnakuwaje na madeni? Kitu cha kujiuliza. Tunatakiwa tuwe na madeni ambayo tunakopa kwa ajili ya kuja kuwekeza kwa ajili ya maendeleo. Sio tunakuwa na madeni pia ya wale wa ndani na wanakwama, wanatukwamisha. Ndio mambo kama hayo. Mindset. Mindset change. Lazima. So miundombinu mingi inayojengwa, yani utafikiri business as usual, yani unaweza kukaa miaka, yani hautabiriki. Yani mikakati na mipango isiyotabirika kwa kweli ni changamoto sana kwa ukuaji wa biashara, na mwisho siku ni kwa prime maskini. Mfano mtu anajenga muundombinu mkubwa kama barabara nzuri na nini nzuri, lakini ulipanga kujenga kwa muda gani? Na mmaliza muda gani? Ulipanga kulipaje, na kwa nini huyu mtu anamchelewesha kumlipa? Au mtu zipo sababu nyingi ambazo zinapelekea hii miundombinu sisi kuangalia pande mmoja wa eti mkandarasi. Hapana, mkandarasi anatokana na yule mweka kazini, si ndio? Na yule mweka kazini atakwambia budget. Sasa ulivyokuwa una plan huo mradi, uko na budget, hivi tena vyenyewe kidogo vinaleta fulani na vinaongeza nani, lakini ngoja tuvumilie. Lakini changamoto ipo, watu wamefilisika, watu wamekwama kutokana na utekelezaji wa miradi ya serikali. Maendeleo wanasema muda mwingine anakuja na gharama, muda mwingine. Sisi tunakushukuru sana kwa kufika na kuwasilisha haya. Tunaamini iko shule kubwa ambayo wafanyabiashara pengine na wadau katika hii sekta ya biashara watakuwa wameipata, na tunaamini bado kuna kazi ya kufanya kuhakikisha yanatoka kwenye maandishi yanaingia kwenye uhalisia. Kwa kumalizia, kama kuna chochote, neno la matumaini kwa wafanyabiashara ambao wanasikia. Mimi niseme kwa ufupi kwamba wafanyabiashara sasa tuwe na matumaini. Kwanza kabisa na matumaini na uongozi wa nchi kwa maana ya awamu ya 6. Maana mimi naye shiriki huko, naona jitihada. Sasa tutaki abaki kwenye maandiko au yabaki kwenye maneno, tuende kwenye hatua za utekelezaji. Nafikiri tunahitaji kabisa na tunakiukumwa mambo haya mazuri yatekelezeke. Asante. Tunakushukuru sana. Ni Mr. Nicolaus Jovin Basimaki, mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara mkoa wa Kagera, lakini pia kanda ya Ziwa, kanda A umesema. Tulikuwa naye hapa tunazungumza masuala ya biashara, na tutaendelea kwa sababu biashara ni jambo la kila siku, la maisha ya kila siku. Kwa hiyo yako mambo mengi ambayo tutahitaji kuzungumza, na hata pengine baada ya haya ambayo yapo kwenye maandishi ambayo tunayaona, pengine yatakapoanza utekelezaji. Amezungumzia swala la tathmini. Kwa tathmini itaanzia kwenye ngazi za chini huko, kuona hali inakwendaje na vitu kama hivyo. Tunakushukuru sana, baki na sisi. Hii ni Stein TV, mimi ni Amos Muze.